Mkuu wa uendeshaji wa bandari za kimataifa DP World amebwaga manyanga kuiongoza kampuni hiyo baada ya shinikizo kubwa kuhusu uhusiano wake na mkosoaji wa ngono aliyehukumiwa Jeffrey Epstein. Kuondolewa kwa Sultan Ahmed bin Sulayem kama mwenyekiti na mtendaji mkuu kunakuja baada ya faili mpya zilizotolewa kuonyesha tajiri huyo wa Imarati inaonekana kubadilishana mamia ya barua pepe na Epstein kwa muongo mmoja. Kutajwa kwenye faili sio ishara ya makosa yoyote, na BBC imewasiliana na Sulayem kwa maoni. DP World ilitangaza kujiuzulu kwake kuanza mara moja siku ya Ijumaa, akimtaja Esa Kazim kama mwenyekiti wa Yuvraj Narayani kama mtendaji mkuu. Picha ya Suleimani ilionekana kuondolewa kwenye tovuti yake. DP World, kampuni kubwa ya usafirishaji inayomilikiwa na Dubai, ambayo inaendesha vituo vya bandari katika mabara 6 na ina jukumu muhimu katika miundombinu ya biashara ya kimataifa, imekuwa chini ya shinikizo kubwa katika siku za hivi karibuni kutoka kwa biashara inayofanya kazi nayo. Mapema wiki hii, wakala wa fedha wa maendeleo wa Uingereza na mfuko wa pili kwa ukubwa wa pensheni wa Canada la Case walisema wanasitisha uwekezaji mpya katika kampuni hiyo. Na mradi wa Earthshot wa Prince of Wales ambao ulipokea ufadhili kutoka kwa DP World uliripotiwa kwa tume ya usaidizi ya Uingereza baada ya Sulayem kuonekana kwenye faili. Nyaraka hizo zinaonyesha kile kinachoonekana kuwa uhusiano wa karibu na mpana kati ya mmoja wa wafanyabiashara mashuhuri zaidi wa Ghuba na Epstein. Zinaonyesha kwamba Epstein alimtambulisha Sulayem kwa watu mbalimbali wa kimataifa kutoka siasa na biashara kwa barua pepe, na kwamba Sulayem alimpa Prince of Wales ziara ya DP World's London Gateway Port mnamo mwaka 2016. Sulayem pia alishutumiwa na wabunge wawili wa Marekani, Ro Khanna na Thomas Massie, kwa kuwa mmoja wa watu 6 wenye nguvu ambao walihusishwa na mfadhili huyo aliyefedheheshwa. Wabunge ambao waliunga mkono sheria iliyolazimisha idara ya haki kutoa faili za Epstein mwaka jana wanasema zilirekebishwa isivyofaa. Miongoni mwa marekebisho yaliyoripotiwa na Massie mnamo Februari 9 ilikuwa hati iliyoonekana kuonyesha barua pepe kutoka kwa Epstein mnamo mwaka 2009 inayorejelea video ya mateso. Mpokeaji alijibu kuwa watakuwa wakisafiri kati ya China na Marekani. Muktadha haujulikani. Maofisa wa Marekani walifichua kuwa Sulayem ndiye aliyopokea barua pepe hiyo kutoka kwa Epstein. Kulingana na uchambuzi wa Kiarabu wa BBC News, barua pepe hizo zinaonekana kuashiria kuwa Sulayem aliwasiliana na Epstein tangu mwaka 2007. Mfululizo wa barua pepe unaonyesha wawili hao walikuza urafiki wa karibu, wakituma mara kwa mara mipango yao ya kusafiri, mawazo ya biashara na mawasiliano, pamoja na makala za habari za vicheshi vichafu. Epstein alimuelezea Sulayem kama mmoja wa marafiki zake anayeaminika katika barua pepe kutoka Juni mwaka 2013. Wanaume hao walijadili mawazo ya biashara duniani kote, ikiwa ni pamoja na Dubai kuzindua sarafu ya kidijitali ya Kiislamu. Wakati huo huo, katika barua pepe kadhaa kwa miaka mingi ilionekana kuwa Sulayem alitafuta ushauri wa Epstein juu ya masuala ya kiafya yanayomhusu yeye mwenyewe, binti yake na familia yake na marafiki. Inaonekana waliwasiliana hadi angalau mwaka 2017, miaka miwili kabla ya kifo cha Epstein, na licha ya hukumu ya kwanza ya jinai ya Epstein mnamo mwaka 2008 kwa kutafuta na kupata mtu aliye chini ya umri wa miaka 18 kwa ukahaba. Mtazamaji, ni yapi maoni yako kuhusiana na taarifa hii? Andika maoni yako katika sehemu ya ujumbe hapo chini. Like na subscribe pia ili uwe wa kwanza kupata habari wa chungu tele. Hii ni Focus News. Jina langu ni Deo Kaji Makomba.